hapa mjini, ndugu yangu Kenani, kuna shida kubwa ya watu kupata NIDA. Na mimi nikwambia ukweli, wanasema sisi wengi ni wakimbizi na kila kitu. Mbona tumepiga kura? Wanatakiwa kuheshimu kura zetu tulizowapigia. Sasa mimi nikuombe mzee wangu, naomba waje, liletwe dawati ambalo litapita kata kwa kata kuhakiki na kuwapa watu vitambulisho vyao vya NIDA. Na kama hakukuwa na bajeti, na kama hakuna bajeti ya kuwapa watu kwa ajili ya hiyo timu ambayo itatoka Dar es Salaam au kama itatoka hapa kutembea kata kwa kata, mimi nauza gari zangu 2 ili niwalipe hao watu, wawasaidie watu wapate NIDA. Dr. Samia Suluhu Hassan analeta mikopo katika mji huu. Angalia mama anavyofanya kazi. Mama anahangaika, anatafuta hela, analeta watu wakopeshwe. Watu wakienda kukopeshwa wanaambiwa kikwazo cha kwanza lazima uwe na kitambulisho cha NIDA. Watu hawana NIDA, utakopaje? Hela zitarudi. Uongo kweli? Lazima tusaidie Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya kazi katika mji huu. Nashukuru umetembelea miradi, umeona namna ambavyo Dr. Samia Suluhu ameleta hela katika mji huu. Na mimi nataka niwaambie wabunge wenzangu, hili liende kwao. Moja kati ya makosa ambayo yamefanyika kwa wabunge ambao walipita, mama ameleta pesa nyingi sana katika majimbo yetu, zaidi ya trilioni 11 kaleta katika mji, lakini wabunge walikuwa hawasemi, hawaongei. Mama anahangaika, anatafuta hela, analeta trilioni 11. Hakuna mkoa wowote Tanzania umepata pesa kama tulizoletewa sisi, trilioni 11. Leo hii hapa Kigoma mjini huwezi kupata kura kwa kuja kusema eti nitaleta maji, kwa sababu mama ashamaliza swala la maji. Mzee, unaleta vitu ambavyo Aweso ashaingia mpaka kwenye bomba kuhakikisha maji yanafika hapa kutoka ziwani. Hawa ni mashahidi. Hapo ukitaka kupata kura uzungumzie barabara, uzungumzie kuyaboresha masoko ya jioni. Uongo kweli? Na mimi ndo nalaliaga huko kwenye kura nyingi. CCM oye! Kwa muda mchache ambao Chama cha Mapinduzi kilinipigia kura, watu wa Kigoma wakanipigia kura, nikawa mbunge, nimeweza kufanikisha kugawa pikipiki katika mji huu za milioni 100 kutoka mfukoni kwangu mimi mwenyewe. Nimeenda kupambana kutafuta madaftari ya milioni 150 kutoka kwa wadau wengine, nimeyagawa shule zote. Lakini hatujaishia hapo. Mabango yote ambayo tuliyatumia kwa ajili ya kampeni ya kwangu na ya mama, baada ya kampeni tuliyatandua yote, tukayabadilisha yakawa meza, tukawapa wakina mama watoke kuuzia chini wauzie kwenye meza. Lakini hatujaishia hapo. Tumetafuta zaidi ya shilingi milioni 100. Wanafunzi wote waliofaulu hapa kwenda chuo tumewalipia ada, kuhakikisha kila mwanafunzi asome, asilete kisingizio kama amekosa ada. Akiwa mvuta bangi tutamweka pembeni, tutaleta mwingine ambaye kichwa kiko timamu. Lakini hela zote zitatoka kupitia ndugu zangu, marafiki. Mimi ndo naitwa baba la baba. Hatujaishia hapo. Mwezi huu wa Ramadhani umeona wananchi wako wananipigia simu, mtu anazikwa na sanda ya deni. Sanda deni. Si mimi najua, mimi nimetoka familia maskini. Unazungumzia polisi, mimi baba yangu alikuwa askari polisi. Najua maisha ya askari polisi jinsi yalivyo, na nitawateteeni kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu najua nyinyi ni askari, lakini watoto wenu, wake zenu sio maaskari. Kwa hiyo hawataki kuishi maisha ya kijeshi. Matakiwa mle raha kama askari wa Dubai. Mbona Dubai wanajiachia? Na yajua maisha ya dhiki. Watu wanahangaika kupata sanda. Wakati napigiwa simu, niko na mzee mmoja anaitwa Mzee Hajibu. Ni mtu wa Zanzibar. Yule mzee anaishi Zanzibar na Dubai. Akaniambia, Baba Levo, nimekusikia mtu anakuomba sanda. Nitakupa sanda ambazo watu watazitumia kwa miaka yote 5 ya ubunge wako. Ningezikataa kiongozi? Nikosa. Nikamwambia mzee wangu leta. Wakati na hela kuchukua sanda, akaniambia, lakini ningependa, mimi ni Muislamu, napenda watu wasome dini ya Kiislamu. Akanipa na majuzuu zaidi ya 24,000, nende nikayagawe. Nimegawa sanda kila kata, na nimegawa kila kata juzuu 1,000. Mtu akifariki leo wiki Kigoma mjini, ni marufuku kusikia mtu amezikwa na sanda ya deni. Mtu akifariki, nendeni ofisi ya kata, nimeziacha sanda, mkate sanda, ni bure, msidaiwe hata shilingi 10. Kwani ukileta sanda ndio inakuwa mbadala wa kwamba ndio hutoleta barabara? Naleta sanda na barabara mmezisikia, nimezisema mbele ya kiongozi. Ina ubaya gani?